Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Happy Sabbath. Happy day. Reach the world. Faithfulness to his word. Nashukuru Mungu sana. Kabla hatujaendelea, sijui bado hayupo, niko na rafiki wangu mheshimiwa aliye karibu nasi wakati huu. Nashukuru ametutembelea. Ningependa tu afike mbele hapa apate kuwasalimu kwa heshima yake before arudi chini, aketi chini. Yes. Tunamshukuru Mungu sana kwamba viongozi kama hawa wanapata nafasi ya kufika na kuomba nasi. Mungu akubariki. Wana na pizza falme, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Mheshimiwa Baruk Suge. Nyumbani ni kule Mosop, kanisa ambayo inaitwa Isero. Tulikuwa na makambi wiki iliyopita, na nimesema leo nikuje tupumzike na nyinyi. Asante sana. Happy Sabbath. Happy day. Nilisikia ya mheshimiwa mnaenda juu kidogo. Hiyo ni ya pesa. Mimi nikisema happy Sabbath, nasema happy Sabbath. Mheshimiwa amekuja hapa akasema happy Sabbath. Happy Sabbath. Na Ruta akikuja hapa kumbe mtasimama. Pesa ni mbaya hii dunia. Sasa mheshimiwa, mtu mwenye hata hamjui, hamjawahi ona. Na mimi nimekuwa na nyinyi wiki moja. Volume yangu mnaweka chini. Nashukuru. Baada ya hii nitakuwa na yeye, so hautapata nafasi hata kuongea na yeye. So ningependa kumshukuru sana, ametembelea siku hii na ya leo, na Mungu akiwabariki siku moja mkawa na pesa. Na wengine mmebarikiwa tayari mko na pesa. Kaa kanisani jinsi alivyo na jinsi wengine wenu mlivyo. Wana wasifa apate kuwaongoza. Nataka kuwashukuru waimbaji kwa wimbo huo mtamu sana. Kama mwanadamu huwezi ukasema kwamba Mungu akuwe Mungu. Acha Mungu akuwe Mungu unless God has done something in your life. Unless God has done something in your life, let me tell you, hauwezi sema Mungu aachiwe akuwe Mungu. The reason why honorable members and rich people come to church is because wameona Mungu ako namna gani katika maisha yao. Ninapoona Mheshimiwa Baruk Suge nakumbuka kwamba nilikuwa nimesahau kwamba kumbe hata siku moja mimi nilikuwa mheshimiwa. Nilikuwa nimesahau. Wengi sijawaambia kwamba siku moja nilikuwa hata mimi mheshimiwa. Honorable MCA. Ati? Yes. Mimi ni pastor. Honorable Cleophas Lagat. Hiyo mjui. Bwana asifiwe. Nyinyi hamjawahi jua kwamba mimi nilikuwa mheshimiwa siku moja. Licha ya kwamba sikufanikiwa kufika county, nilisimama kama mheshimiwa nikipangia kuwa mheshimiwa wa wadi ya Ndalat. Kitambo kidogo. Lakini nilishindwa na kura. Na kura si mingi nilishindwa nalo. Ilikuwa kura 11 tu. Only 11 votes. Imagine. Na yeye alikuwa ameshinda na kura moja siku hiyo. Alikuwa ameshinda na kura moja na mimi nikashindwa na kura 11. Lakini ubaya mimi nilikuwa nimesimama katika chama cha ODM. Bwana asifiwe. Nilikuwa ODM. Na nikapata kura 2000. Yule aliyenishinda akapata kura 2011. Mnaonaje? Si mimi mheshimiwa? Ningekuwa URP ningekuwa mheshimiwa sasa hivi. Lakini uenda singekuwa pastor ama so Mungu aliamua hiyo 11 siwezi shinda. Most probably kwa maana Mungu alikuwa anahitaji nikuwe mchungaji at some point in time. Not all of us can be politicians. There are those who will be politicians. There are those who will be pastors. There are those and many others. So we thank the Lord because of that. Na mimi nashukuru Mungu kwa maana alinikataza ili nipate kuwa mchungaji wakati huu. Sijui kama ningekuwa mheshimiwa ningekuwa nakuja kanisani jinsi mheshimiwa Baruk amekuja ama ningekuwa nimepotea. So nashukuru Mungu alinikataza kwa ajili ya kazi hii takatifu.
siku hii ya leo, msimamo wetu jinsi makambi yanavyoenda ni kwamba tunataka kuzingatia, tulikuwa tunazingatia kwamba wale wote watakuwa waaminifu kwa neno la Mungu watasimama imara na watafikia ulimwengu mzima. Tukasema kwamba tutafikia ulimwengu kwa maana tutasimama imara kwa neno la Mungu. Na tumekuwa tukiangalia misimamo yetu ndani ya Mungu, jinsi wazee wa imani walivyosimama, jinsi Ruthu alivyosimama, jinsi Naomi alivyosimama. Licha ya kwamba Naomi alikuwa kwa shida nyingi, licha ya kwamba alitoka nyumbani akaenda mahali pasipo nyumbani, mahali Mungu alikuwa amekataa watu wasiende, kwamba siku moja Mungu akawakumbuka wana wa Israeli tena. Na Mungu alipokumbuka wana wa Israeli tena, Naomi na Ruthu wakarudi nyumbani kwa mwa Mungu. Siku hii ya leo tunaangalia pia watu waliotanga mbali na mwishowe wakawa wamesimama kwa neno la Mungu. Today our title of the sermon says, Stones on Men or Souls for Christ. That is the title. Stones on Men or Souls for Christ. Je, unainua, are you lifting stones on men or souls for Christ? Hiyo ni swali lazima ujiulize siku hii ya leo, ili baada ya mahubiri haya ukuwe umejua mimi ni yule ninayeinua mawe kwa ajili ya wanadamu, ama mimi nainua nyoyo za watu kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. It's a hard question unto you. You need to get back into your life and ask yourself, is it true that I'm raising stones on men, or is it true that I'm raising souls for Christ? Tuombe. Our dear Heavenly Master, there are several souls that have died because of our error and a human error. We have done a lot. We have discouraged people. We have pulled people down. Tumewakwaza wengi. Tumewafanya wengi ambao wangekuwa wana wako wakati huu wamo dhambini mwa pombe. Wengi wanakunywa sigara. Wengi wako katika uzinzi. Wengi wametanga mbali na imani yao. Si kwa maana waliamua, lakini siku moja katika maisha yao walikwazwa na washiriki hawa na wamerudi nyuma na wanafanyia kazi shetani, ibilisi na mwili huu wa dhambi. Kuna wengi pia wamo kanisani ambapo kuna watu wako ambao waliinua mioyo yao na wako kanisani wakati huu wanakuheshimu. Walikuwa wenye dhambi, walikuwa wanakunywa pombe, walikuwa wanafanya uzinzi, walikuwa wanakunywa madawa ya kulevya na mambo mengi walifanya, lakini kwa ajili ya mtu mmoja aliyeingia katika maisha yao na kuwainua mioyo yao, watu wale wapo kanisani wakati huu. Wengi ni mashemazi, wengi ni wazee wa kanisa, wengi ni wachungaji, kwa ajili ya jamaa yule mmoja aliyeinua moyo wake. Bwana, tuomba siku ya leo that we become people who will raise souls to Christ and not stones on men. Bless us today in Jesus' name. Amen. Luka 8 iko na hadithi ya mama mmoja. Kristo Yesu alipokuwa katika mlima ule wa Olives. Kila mara Kristo alipokuwa na shida maishani mwake, ama wakati kungekuwa na something important in the life of Christ, kabla kufanyika jambo hilo, Yesu alikuwa anakwea mlima ule wa Mizeituni. Kila mara kabla ya kitu maishani mwa Kristo kufanyika, ama hadithi fulani, if there was to happen a story that will impact the lives of men, before that happened, Christ had to be at the Mount of Olives. Kabla ya Kristo kufa kifo cha mwisho, akawa na wanafunzi wake katika mlima ule wa Mizeituni. Kabla ya Kristo na wanafunzi wake wawili kupewa heshima na mbingu, transfiguration, Yesu alikwea katika mlima ule wa Mizeituni. Na aliposhuka katika mlima wa Mizeituni, Biblia inasema wakawa wameshuka wale wazee wa kitabu wa imani na wazee wale, upande wake wa kulia akawa Musa, upande wake wa kushoto akawa Elia. Na wazee wale waliposhuka, the raiment ama
Kristo Yesu na nguo ya Kristo Yesu pamoja na kila kitu chake kikang'aa. Na wanafunzi wawili wakamwona na wakashangaa kwamba he was dancing with the clothes or dazzling white. Wakamwangalia na wakashangaa na wakasema, Kristo Yesu, je, situwajengee hema 2, hema 3, moja yako, moja ya Musa na moja ya Elia? It was an important event in the life and the ministry of Jesus. Why? He was just descending from the Mount of Olives. Alikuwa ameshuka katika mlima ule, mlima wake wa ushindi, mlima wake wa maombi. Na aliposhuka tu, mbingu ikashuka na yeye. Naye Musa akatumwa, naye Elia akatumwa. Elia kusimamia manabii, Musa kusimamia Torati na the law. Kristo akasimamishwa machoni pa wanafunzi wake, and he was transfigured. Why? He was just descending from the Mount of Olives, Mount of Hermon, where he had power. Na kabla ya Kristo kufa na kutukomboa dhambini, akawa anapigana na Ibilisi na Shetani katika mlima ule wa Mzeituni na wanafunzi wake. Akaomba mlimani, na punde tu aliposhuka, Judas Iscariot pamoja na wale wote waliomsingira wakaja kumshika. Kitendo hicho kikaanza, ukombozi ukaanza. Nasi tumekombolewa dhambini, tumekuwa washindi, kwa maana Kristo alituokoa mlimani aliposhuka baada ya ushindi wa maombi. And the third event ya jambo hili ni kwamba one time Christ had gone to the Mount of Olives to pray, because as his tradition was, alikuwa anafika mlimani kila mara kuomba. Na punde tu aliposhuka mlimani, Mafarisayo wakaja wakiwa wanamsindikiza mwanamke fulani. Mwanamke yule ni mwanamke aliyepatikana katika uzinzi na wanawake na mwanaume asiyejulikana. Lakini the point is, this woman was brought before Christ to be condemned, kwa maana alipatikana akiwa dhambini, alipatikana akiwa kwenye uzinzi, alipatikana na mwanaume, na sheria ya Musa ilikuwa imesema kama mtu atapatikana katika dhambi hii, basi atapigwa mawe. Kamleta kwa Yesu, kasema, Yesu, we found this woman in the very act. We found her in the very act. And the law of Moses, sikia vile Shetani anajaribu kupinda ama graving, it's getting it out of hand. Anasema kwamba sheria ya Musa inasema mtu akipatikana katika hali hii upigwa mawe, upigwa mawe. Je, unasemaje? What sayest thou? Wewe unasemaje? Sheria ya Musa inasema jamaa huyu akipatikana, yeyote akipatikana katika uzinzi na katika hali hii anapigwa mawe. Je, Kristo wewe unasemaje? Wale wote walio watenda dhambi, I want to tell you today that when Satan invokes the name of God and the opinion of God in our sin, always heaven has a different answer from what the evil one has. Je, every time katika maisha ya ujana wako, every time katika maisha ya familia yako, every time katika maisha yako uliye hapa wakati huu, kila mara umekuwa na shida, and every time sin is condemning you unto sickness. Umekuwa mdhambi, umekuwa mgonjwa, umekuwa katika madawa ya kulevya, umekuwa katika uzinzi, umekuwa katika pombe, na mambo mengi yamekusumbua maishani. Na every time Shetani anakuleta katika mikono ya Mungu na anasema sheria ya Musa, sheria ya maisha inasema yeyote anywaye sigara hakika atakuwa na kansa. Yeyote anywaye pombe hakika atakuwa na kansa na hatawahi fika mbinguni. Yeyote afanyaye usinzi hakika atakufa, na sheria ya Mungu haitamruhusu afike mbinguni, because he or she must be stoned by sickness. He or she must be stoned by the family. Aachiliwe, akae peke yake, akuwe na magonjwa kwa maana hajakukubali, akuwe na mambo mengi ya shida ya dhambi. They must be stoned. That is what the law of life says.
Lakini dhambi ama kitu moja ibilisi huwa anafanya katika shida hii yote ni kwamba anataka kujua Mungu anasema nini juu ya dhambi yetu. That is the beauty of this story. That in her adultery, those who brought her wanted to know the opinion of Christ. Tayari sheria ya Musa ilikuwa imesema akipatikana apigwe mawe. And they would have done that because this was not the first incident. Dhambi hii haikuwa ya kwanza kwamba kuna jamaa alipatikana uzinzini na amepigwa mawe. Kuna wengi walikwisha pigwa mawe Israeli. Na mawe hizo ambazo zipo za uzinzi zilikuwa zinajaa, zinakuwa kifurushi cha mawe, na wanafunzi na watoto wao walikuwa wanaonyeshwa kifurushi cha mawe ni mama ama mzee aliyetenda dhambi some 30 years ago. Ilikuwa inakaa pale ikuwe testimony kwa wale watakao kufanya dhambi kwamba if you do this utapigwa mawe. Kulikuwa na wengi walikwisha pigwa mawe katika Israeli. Lakini the beauty of this story for this woman ni kwamba Kristo tayari alikuwa amepangia kwamba miaka 2018 ijayo 2018 kutakuwa na jamaa katika makambi hii atakayekuwa amekaa dhambini, atakuwa ameumizwa dhambini, atakuwa amelia dhambini, atakuwa ameshikwa na shetani, na jamaa yule ataletwa ndani ya Yesu katika mikononi mwa maisha ili apigwe mawe. The truth is they wanted the opinion of Christ. What sayest thou? Unasemaje wewe? Unasemaje wewe? Yesu akawajibu akawaambia nini? Keep on reading. They said unto the master, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? 6. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, and though he heard them not. So, 7. When they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. He who has no sin, let him or her be the first to cast the stone on her. Are you lifting stones on men or souls for Christ? That is the question that you are supposed to ask yourself today. And go further. Rudi nyuma katika maisha yako kama mzee wa kanisa. Rudi nyuma katika maisha yako kama mama wa kanisa. Rudi nyuma katika maisha yako kama mtu unayeshiriki katika kanisa hili and the churches that are attending this camp center. Je, katika maisha yako umewahi inua mawe kwa ajili ya mtu wa Mungu aliye dhaifu, ama umewahi inua moyo wake? Are you lifting stones on men, or are you lifting souls for Christ? Men came, washiriki wa kanisa la Israeli, wazee wa imani, wazee walioshikilia imani, wazee walioshikilia sheria, wakaja wakasema, God, this is wrong and she must be stoned. Yesu akasimama bila kuwaongelesha, akaandika chini. Alipoandika chini, I want to employ what Ellen White said in Desire of Ages, kwamba alipokuwa anaandika chini, alikuwa anaandika dhambi ya kila mmoja wao, na walipoangalia chini, Kristo ameandika na mkono wake. This was the second time Yesu anaandika, Mungu anaandika chini kupitia mkono wake, kidole chake. The first time he was writing the 10 commandments. Akaandika 10 commandments na mkono wake. Akaandika 10 commandments. Na the 7th commandment akaandika usisini. Yesu mwenyewe katika mlima ule wa Sinai akaandika usisini, na kidole hicho alichokitumia kuandika chini siku ile. The first time he wrote on stone. The second time is writing on soil. The first time vijana wale wanakuja na wanasema, Yesu, mlima Msinai, Mungu alishuka ndani ya Musa, akaandika na kidole chake
kwamba yeyote atakayefanya dhambi ya uzinzi hakika atakufa, atakufa na mawe atapigwa. It was written on stone, ili kwamba yeyote asiwahi futa tena, kwamba sheria ya Mungu inasema ukitenda dhambi utakufa. It was written on stone. Wakati huu Christ chose to write the same commandment, but this time on soil. Oh, inafutika. Dhambi ya mama huyu ambaye amefanya uzinzi itafutika leo. The reason why Christ is writing on soil, one is that anasema dhambi ya mama huyu haitakuwa permanent tena. Dhambi ya mama huyu itafutika leo. Dhambi hii ya ulevi inafutika leo. Dhambi hii ya uzinzi inafutika leo. Dhambi hii ya ukorofi inafutika leo. Dhambi hii ya homosexuality kwa vijana wetu inafutika leo. Dhambi hii ya lesbianism kwa vijana wetu inafutika leo. Christ this time is writing on soil, kwa maana ameona kuna jamaa ambaye ameteswa kwa muda mwingi, akaandika mchangani, akaandika dhambi ya wote waliokuwa hapo pamoja na dhambi ya mama huyu, ikaandikwa kwenye mchanga. Na kila mmoja, Ellen White says, everyone alipoona dhambi yake, all of them left. How? Let's read. And again, he stooped down and wrote on the ground. 9. And they which had it, being convicted of their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. Beginning from the eldest unto the last. Yesu alipoandika chini, Yesu alipoandika dhambi ya wana wake chini ya mchanga, ilikuwa inaonyesha kwamba kuna hope. Hata Mafarisayo waliowaleta mama huyu alisema kuna hope, mama huyu kuna hope. Wote wakaondoka. And listen to the order, kwamba waliondoka from the eldest to the youngest. The eldest in faith, the eldest in church, the eldest in many things are the ones that have many more sins. Are you lifting stones on men or souls for Christ? If you are coming with a stone, ujue kwamba utakuwa wa kwanza Kristo atakapoandika chini. Yesu atakapoandika chini ya mchanga kushuhudia kwamba ako tayari kuwasamehe wana wa Mungu. Let me tell you, wa kwanza kusamehewa atakuwa mzee wa kanisa. Wa kwanza kusamehewa atakuwa mimi mchungaji, kwa maana nitakuwa wa kwanza kuondoka machoni pake, kwa maana nitamulikwa zaidi. Ellen White anasema, the closer we discern Christ, the more defects of our character we see. Tunapomkaribia Yesu, tunaona dhambi zetu zinakuwa kubwa, zinakuwa nyingi. The more we discern, the more we come close, the more it reflects his character on us, and the more we see that we are just but nothing. Tani zao wanapaa wakasema, acheni Mungu aitwe Mungu. Haki ngotomi na Jehova. Kama hujawahi mjua Mungu maishani, kama waitwa preso nenen omete Jehova, we Jehova. When you have seen him, when you have been close to him, when he has forgiven you your sins, you will always say, let God be God. Verse 12. Verse 11. Okay, let's go verse 10. When Jesus had lifted up himself and saw none upon but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Si kuna watu wamekuwa hapa, wapi wale watu? 11. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Bwana asifiwe. Go and sin no more. Go and sin no more. Are you lifting stones on men or souls for Christ? Je, unainua mawe kwa ajili ya watu wa Mungu, ama unainua mioyo yao kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Wale mashahidi, wale wazee, wale watu wa kanisa walileta mama mzinzi
machoni pa Yesu, wakiwa na mawe, wameinua mawe, they are ready to kill. She is sinful and she is being killed. They are with stones, wamekuja na mawe. They want this woman dead because of sin, while they are sinners unto themselves. They are more sinners this time. Yesu anataka aandike makosa yangu. Maombi yangu siku hii ni kwamba Yesu, andika dhambi zangu kwenye bahari ya mchanga, kwa maana baridi pepo utakapofuma, dhambi zangu zitafutwa. When Christ writes your sin on stone, it is cast on stone, and let me tell you, haitafutika. Haijawahi fika kiwango hicho, hukumu ule utaanzishwa. Dhambi zetu zitafutika. Why? Kwa maana Yesu ataandika dhambi zetu kwenye ufuo wa mchanga, bahari ya mchanga. Kristo ataandika, na kutakuwa na upepo wa amani, kutakuwa na upepo salama, utafuma juu ya dhambi zangu na zitaoshwa. Na Yesu anasema, son, go and sin no more. Daughter, go and sin no more. Soma Luka 7, tapata hadithi juu ya mwanamke huyu. Siku moja Simeoni aliposikia kwamba Simeoni, the brother of Martha and Mary, alikuwa na ukoma, na jamaa huyu alikuwa ametengwa mbali na watu wake. Alikuwa ametengwa mbali na watu wake. No, I'm Simeon Lazarus. I mean Simeon Lazarus. The Bible says that Simeon Lazarus one time was sick. The brother of Mary and the brother of Martha. Alikuwa ametengwa mbali na watu wake. Na siku moja Kristo akamponya ukoma. Na Simeoni siku moja akaenda akakaa chini, akafikiria, what will I do to bring Christ to say thank you. Kampangia Kristo sherehe, akamwalika kwake. Na yeye utasoma tu sita endeleza hadithi hiyo. Utasoma Luka 7:36 na kuendelea. Simeoni, who was named Simeon Lazarus in Mark, ni kwamba alipomkaribisha Yesu, mwanamke yule aliyekuwa mzinzi akaamua, my sin was forgiven and it is my time to say thank you. Tunaambiwa akaenda, mali yake yote alikuwa ameziweka, mali ya uzinzi, mali ya ukahaba, akauza yote. If you read Acts 12, utapata ile mwanamke kwamba alikuwa na nyumba ya Israeli katika Yerusalemu. Nyumba hiyo ilitumiwa katika ukahaba. Mwanamke yule akaenda akauza yote alivyokuwa navyo, and went and bought an ointment oil, the best and the most expensive ointment, and she came, sneaked in to Simon's house, sat down. Na wakati Kristo alikuwa tayari, she broke the alabaster oil, akafunja manukato. Na tunaambiwa urembo na uzuri na utamu wa manukato huo ukajaa kwenye nyumba hiyo. Then Simon thought to himself and said, kama jamaa huyu angekuwa kweli ni nabii, angekuwa ameelewa kwamba mama huyu ni mdhambi, mama huyu ni mzinzi, mama huyu ni mwenye dhambi. Akaanza kumkosoa Yesu ndani ya moyo wake, akisema, if this man was a prophet, you would have known that this woman is a sinner, is a kahaba, is a prostitute. Yesu akasoma mawazo ya Simeoni, akamwambia Simeon, he who, I will not say the story much, he who has been forgiven more gives more. Mama huyu amesamehewa dhambi nyingi, na mama huyu amenitawadha miguu in preparation of salvation. Simon Lazarus was lifting again stones on this woman. Simeoni alikuwa ameanza kuinua mawe kwa mwanamke huyu mara ya pili. Hakujua kama mwanamke huyu amepatana na Yesu. Hakujua kama mwanamke huyu dhambi zake zilikuwa zimeandikwa juu ya mchanga na imefutika, na ameamua, with all my problems, with all my prostitution, I'm going to sell all that I got through sin. Nitauza yote niliyopata, mali yangu niliyopata kwa dhambini nitauza, na sitatumia kwa watoto wangu, nitatumia kutawadha miguu ya Yesu, kwa maana amekuja kusamehe dhambi. Akachukua all he had in sex, all he had in prostitution, akauza yote, alafu akanunua na manukato tamu, akafunja manukato hiyo kwenye miguu ya Yesu.
Je, una dhambi ambayo imekusumbua maishani kwa muda? Today, God is saying, son, go and sin no more. Daughter, go and sin no more. Daddy, go and sin no more. Na katika hali hiyo utaenda ununue vitu vyote, utumie mambo yote uliyopata dhambini, kama ni pombe, kama ni sigara, kama ni uzinzi, kama ni homosexuality, kama ni lesbianism, kama ni pornography and all those. Siku ya leo Kristo anasema bring, leta yote na ufunje miguuni pako. Leta yote na ufunje miguuni pako. Who are you? Who am I? Are people bringing you to stone you? Watu wanakuleta wakupige mawe, na kumbe Kristo anakungojea apate kuandika majina yako kwenye kitabu kile. Majina yako yaandikwe kwenye mwamba. Dhambi zako siandikwe kwenye mchanga. Want to appeal to the youth siku hii ya leo kwamba Yesu bado anangojea. Kristo Yesu bado anangojea kijana mmoja atakaye kuja na amlilie Yesu. I remember one time, not far from this city, mji ule ni mji wa Eldoret, kukawa na msichana mmoja 2016 nikiwa makambi mahali fulani. Msichana yule baada ya mahubiri akaja akaniambia, pastor, want to tell you something. And I listened to her very carefully. And I was so sad that thing happened to her. Msichana huyu alikuwa amekaa kwa muda, baada ya kumaliza shule akaingia hizi sites zinaitwa Adventist singles. Mahali vijana wetu wanaenda mle wakitafuta jamaa, wakitafuta marafiki wao wa kupendana maishani. Yes, there are some successes in, kuna wengi wamesucceed wakaoana. There are very few, but there are several that have done the same. So vijana wetu wako pale Adventist singles, you post your pictures, you post everything. Msichana huyu anayetoka kanisa moja mjini Eldoret, and I am very happy that she's now open. Na tulikuwa tunaongea na elder wa Chebisas, kaniambia nipate kumchukua yule msichana pale aongee na vijana before wafungue shule. So I'm arranging, I'll be in town katika makambi yangu ya Eldoville, alafu nita arrange na msichana yule nitembee na yeye katika seminar hiyo. Msichana yule kuna kijana akawa amempenda msichana yule from Malawi, na katika kupendana kwao wakawa wanazidi kuongea, wakazidi kuongea. 1, 2 led into the other, 3 led into 4, 4 into 5. Their relationship ikawa cemented, wakawa wamekuwa cemented, relationship yao ikawa kubwa. So siku moja kijana huyu from Malawi akamuuliza msichana, unaweza nitumia picha ya kweli? So msichana yule, kwa maana amepata rafiki, akapiga picha jinsi nyumbani kwao ilivyokuwa na akatuma picha hiyo kwa jamaa yule kuona, akaona, oh, these people are coming from a very poor family. Akaamua moyoni, wale niwasaidie. A true story. Msichana huyo, sisemi ni lugha gani, and I'm very sure you also will be interested. She will come here if you are interested. We just pay her transport, she comes here. She tells it herself. Baada ya hiyo kijana yule akawa amekuwa na kahuruma kidogo. Kumwambia yule msichana, I want to send you some money. Pesa hizi tumia kufanya 1, jenga nyumba ya wazazi wako. 2, make sure you groom yourself. Ununue nguo. Akatuma pesa. Msichana anajenga nyumba, akipiga picha, akimtumia. Akajenga nyumba mpaka nyumba ikawa kamilifu. A very beautiful house, good house that costs a lot of money. Baada ya hiyo sasa msichana huyu amekuwa cemented na upendo wa kijana huyu, kwa maana tayari ameprove kwamba he can be a reliable young man, anaweza tegemewa kama kijana. Siku moja kijana yule akaamua, wacha nikutumie pesa ununue laptop. Akamtumia pesa, kanunua laptop nzuri. Akasema, sitaki tena tuongee voice, sitaki voice calls tena, nataka video calls. Nataka tukue tunaongea mimi na kuona sura yako. Life.
So akatumia video, laptop. Wakawa wanaongea through video calls. Kaongea kwa muda. Kaniambia pastor siku moja, jamaa huyu akasema kwamba my dear, in our video conferencing, in our video calls now, we want to change, we have grown. Utatoa nguo yako yote upande ule, nitoe nguo yangu yote upande huu, tukue tunaongea bila nguo. So yule msichana akawa amekuwa na tashwishi kidogo juu ya huyo kijana. Lakini kwa maana kijana huyo alikuwa ametuma pesa nyingi nyumbani mwao, the girl felt that it's not right for me to say no. Akasema akatoa nguo. Akamwambia ulitoa nguo? Akasema nilitoa nguo pastor. Then they continue talking. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Kijana huyo akasema okay, I'm now coming to Nairobi, to Kenya. I want to visit you in Eldoret. Wakapanga, kijana yule akaja. Kabla hajafika Nairobi, akaongea na huyu msichana akamwambia, can you come to Nairobi ili unichukue nyumbani, kwa maana Eldoret sipajui, but I can come to Nairobi, I can land in Nairobi, but sasa on my way, Nairobi ni mji mkubwa, kuja Nairobi tukutane, tuende pamoja mpaka nyumbani kwenu. Msichana anasema mama yangu akawa amekuwa na hofu kidogo, but because of how this man had been, alikuwa amekuwa so close to the family, ametoa fedha yake nyingi itumiwe katika familia hii, mama akatrust, trust, but because of that pressure of money, akaruhusu msichana wake akaenda Nairobi. Msichana yule akaenda Nairobi. Kufika Nairobi wakakutana na yeye, wakakula pamoja. Then it was late. They went to a hotel room. They slept. Na msichana yule alipoamka asubuhi na mapema, akajikuta ako hospitalini. She rose in the morning and found herself in hospital. Akashangaa, why am I in hospital? Alipouliza akaambiwa alipatikana kama anafuja damu. Ikabidi amekimbizwa hospitalini. Kumbe jamaa yule alimpatia msichana yule drugs ya kulala, heavy drugs ya kulala. Na baada ya hiyo mkijana yule Mwalawi akakata matiti ya msichana yule, both breasts, akakata yote, akaenda nazo. This is not a story I had. This is a story that someone tells me one-on-one. And she will tell you one-on-one if you will foot her transport money. That is no problem. Matiti yake mbili kakatwa. And she was like, Pastor, I'm desperate. Yes, alikuwa amepewa plastic words. Ako na plastic breasts. Sasa amepewa zile za plastic. Sasa kukaa tu mwanamke. Lakini zake za halisi silikatwa na yule jamaa, akazichukua, mali alichukua ajui tena, kuongea kwa simu ikaisha, everything went into nothing. She has lost everything in life because of love. What are you waiting for? Unangojea kama mshiriki upoteze nini ndipo uje kwa Bwana? What are you waiting to lose in life? Unangojea upoteze nini maishani ili ufanye uamuzi wa kurudi kwa Yesu apate kukupokea? What are you waiting to lose? Unangojea upoteze nini? Msichana yule alipoteza maisha yake, part of his life alipoteza, na ajui yule kijana alienda akafanyia nini sehemu zake za mwili. But we thank God because the woman now has rededicated herself to God, serving God in all manner of things. She is now a perfect example of who and how a youth should live in the current world. Are you lifting stones on men, or you are lifting souls for Christ? That is the question for today. Ni nini imekusumbua maishani? Ni nini imekusumbua maishani? Na siku moja tukimalizia ni kwamba Kristo alipofika kwa jamaa yule Lazaro, baada ya jamaa yule kufa, akafika kwake, sisters wake wanalia wakisema, Yesu, I wish you were here, I wish you were here.
then Christ said something. Roll the stone. Yesu akasema roll the stone. Kuna watu ambao wamezoea kutembea na mawe kupiga watu walio dhaifu wa Mungu. Yesu siku ya leo anasema roll the stone. Kwa maana ndani ya jiwe hili, ndani ya pango hili, ndani ya jiwe hii ambayo imefunga mlango huu, my servant is dying in sin. Roll the stone, Mary. Roll the stone, mother. Roll the stone, people. Kwa maana ndani ya kaburi hili kuna Lazaro rafiki yangu amelala. Roll the stone. Don't leave the stone on men. Roll the stone. Kwa maana nataka kumtoa, kumfufua jamaa, kumfufua mchungaji Lagat, kumfufua mchungaji Sindika, kumfufua jamaa fulani aliye hapa ambaye amekufa dhambini juu ya pombe, amekufa dhambini juu ya lesbianism, amekufa dhambini juu ya ugonjwa. Familia imekuwa na shida, magonjwa yamekuwa shida familiani. And God is coming today and say, Mary, roll the stone. Nataka kumfufua jamaa huyu anijia kuwe mshiriki wa kanisa langu. Roll the stone. Are you helping Christ in rolling the stone, or you are helping Christ to lift souls, or you are helping the Satan? You are helping Satan to stick the stones on the graves opening. Oh, furaha yangu ni kwamba siku ya leo Mungu atabingirisha jiwe maishani mwako. Mungu atabingirisha jiwe maishani mwako. Mambo yaliyokusumbua, Kristo atabingirisha jiwe hilo maishani mwako. Mama huyu mzinzi, Kristo alibingirisha akatoa, akawa mwenye haki. Na tunaambiwa kwamba siku moja ukisoma baada ya mama huyu kuwa mtu wa Mungu, sasa katika kitabu Matendo ya Mitume 12:12 tunapata baada ya Yesu kupaa angani, tunapata wanafunzi wa Yesu wakiwa katika nyumba yake ya ukahaba. Nyumba hiyo aliyokuwa ya ukahaba mjini Yerusalemu imekuwa sasa changed. Wanafunzi wa Yesu wanakaa mle. Amehouse wanafunzi wa Yesu katika nyumba iliyokuwa nyumba ya ukahaba. Mama yule amehouse wanafunzi wa Yesu. Na sio hiyo peke yake, tunaambiwa amezaa kijana anaitwa Mark. Huenda kijana huyu aliyezaliwa alikuwa product ya uzinzi, alizaa katika ukahaba. Lakini John Mark became one of the youngest disciples who wrote the Bible. Aliandika Biblia. Biblia hiyo ni Biblia ya kitabu cha Marko. Marko, the product of prostitution, wrote the Bible. Mama na mtoto wakawa wanafunzi wa Yesu. Mama aliyekuwa kahaba, aliyezaa kijana katika ukahaba, wametoa nyumba yao ya ukahaba wafeed wanafunzi wa Yesu. Aliyezaa katika ukahaba amekuwa mwanafunzi wa Yesu mpaka ameandika kitabu inaitwa Marko. Today huenda watu wanakuona wakasema huyo hatawahi badilika. Huyo hatawahi badilika. Siku ya leo Yesu anasema come my son, come my daughter, and all that you had in sin will be changed. Mariko uliyezaa dhambini atakuwa mwanafunzi wangu. Hataonekana tena kana kwamba ni mdhambi. Hataonekana tena kana kwamba ilikuwa attack of sin. But now he will write a book and he will be part of the disciples. He will be part of those who will be read by people who are holy. Na kushukuru Mungu kwamba aliniokoa. Anataka pia kukuokoa siku ya leo. Kuna hadithi funny. Hadithi hii huwa inanifundisha kwamba your sin will always find you. Dhambi itakupata. Wakati wanakwaya wanajitayarisha tupate kufanya wito wa mwisho kabla hatujaelekea kufanya batizo, kwamba jamaa moja, mama huyu akawa kahaba pia. Alikuwa kahaba, so alikuwa na confuse. Licha ya kwamba alikuwa ameolewa, akawa ni kahaba. So siku moja mzee amepanga safari ya kwenda mbali. Na mzee huyu alipopanga safari ya kwenda mbali, mama yule akapata opportunity ya kuwakaribisha vijana ama wazee ambao watakuwa wanalipa pesa juu ya ukahaba wake. So siku moja mama yule akawakaribisha vijana. Akamkaribisha jamaa mmoja, akamwambia okay, nasikia mzee hatakuwa.
mwezi wa 8 ikiishaisha tarehe 29, please kuja kwangu saa 2 au kuwe na maisha mazuri. So yule jamaa akanakili kwamba 29th nitakuwa kwa Mama Roda. Anaitwa Roda for example. Ndio nasema Mama Roda mje. Hii example. So jamaa yule akanakili 29th at 8 I'll be in the house. Tarehe 26 mama huyu kwa maana yeye kahaba na yeye si faithful nyumbani, amesahau kwamba kumbe alikwisha alika jamaa. Akakutana na mwingine. Akamwambia mzee hayuko 29th kuja. 29th ilipofika mzee ameondoka safarini. Mike akaja akapisha mlangoni. Mama alipomfungulia akamwona ni Mike. Akawa anafurahi. Akamkaribisha Mike nyumbani kwake. Mike alipokaribia nyumbani mwake, mama akaenda kutengeneza chakula cha maana kwa ajili ya mpenzi wake. Mpenzi mkahaba akatengeneza chakula cha maana, na katika kutengeneza kwake, alipokuwa safarini mzee akaona kumbe kuna kitu nilisahau, ikabidi amerudi nyumbani. Akarudi nyumbani kwake, akapisha mlango. Sasa mama anashangaa, who is this? Nani huyo anapisha tena? Na mzee alikwisha enda. Akaenda akaangalia kwenye keyhole, ile nini ya key, akaangalia kuona ni mzee. Aya, na huyu ako hapa. Mzee atajuaje? Akaanza kufikiria watu laitu. Akaamua niko sawa. Unajua wanawake wako werefu dhambini. They are so sharp in sin. Werefu, they are knowledgeable. Na tunasemanga wanaume, men are wise but women are knowledgeable. Akawa na solution mara moja. Akaona kuna kachamfi hapo. Akatoa yule jamaa akatai kwa chamfi. Alafu akaweka kwenye ukuta. Ile kona. So jamaa akaweka akamwambia masa na usiku mzee amerudi. So jamaa amesimama ndani ya chamfi. Sema Yesu Kristo, leo nimepatikana kama mtambi, leo ndio nimepatikana. Mzee akafungua nyumba, alafu akacheka. Wanawake na wakora akacheka. My husband, nilijua utakuja. Tani zote nimetengeneza. Ona chakula nimekutengenezea. Na chakula hii ni ya hii jamaa mwenye hapa ndani ya chafu. Ona chakula nimekutengenezea mzee. Nilijua utarudi. Mzee akawa anafurahi. Mke wangu alikuwa anajua utarudi. My wife knew. Kumbe wanawake kweli wako na intuition. Kumbe wako na intuition ndani. Amerudi nyumbani na chakula ameniundia. Mzee akaosha mikono kukula. Kidogo. Ngang. Yule jamaa wa pili ameingia. Akaingia ndani. Alipoingia ndani, akaona mzee ako. Akashaka, "Huyu mama, si aliniambia mzee ameenda." Sasa nimepatikana. Katika kupatikana kwake sense mara moja. Fambe ukiwa na mbili, you calculate quickly. Calculate quickly akasema, "Mzee, habari hapa mzee. Leo nimekuja kwenu. Poleni nimewasumbua." No problem. Poleni nimewasumbua. Leo wageni wamenijia jioni hii. Na sina mattress. Nimeamua hata angalau mnisaidie hii chamfi. Angalau mnisaidie hii chamfi. Wageni tulale na watoto wetu, wageni walale kwa mattress. Yule jamaa akawa kwa chamfi akasema, "Hiyo imekwisha leo. Leo nimepatikana." Na yule mwenye amekuja chamfi aelewi kwamba kuna jamaa amefungwa tayari ndani ya chamfi. Mama akaona leo ni leo. Kwa maana jamaa huyu ataweka chamfi kwenye nini yake na ainue na jamaa aondoke upande ule na mambo yaribike. Mama akasema okay, sawa tutakusaidia chamfi. So akasema hii chamfi ilinyeshewa kumzito, so tutaiangusha kwanza. Akaangusha. Alafu akamwambia yule jamaa uko ndani, "Agesi skoroi, na masa uko ndani, wetu usiseme kitu." Akaangusha chamfi. Baada ya kuangusha wakachukua wakati mzee unisaidie. Wakasaidiana na yule jamaa wakamwekea chamvi kwenye mabeka yake. Akaanza kutoka nje. Akatoka nje. So huyu jamaa mwenye hapa ndani anajua mzee amenishika na ameenda kuniua leo. Akasema siwezi uliwa. So jamaa anaenda kwa chamvi anasema, "Hii ni chamvi gani kwa mzee kiasi? Hizi chamvi wacha nikifika kwenye boma la ng'ombe nitaweka chini nipate kujua hii ni chamvi ama ni nini." Akaenda akinungunika hizi chamvi. After all nimetoka kwenye shida. Akaweka chini akapumzika kwanza. Hii ni chamvi gani nzito kiasi hii? Amepumzika kwanza. Kidogo anaona chamvi inaanza hii chamvi bwana iko na shida gani? Inaanza kupanuka pole pole. Ikapanuka pole pole.
Ai, ikapanuka kidogo. Akasema huyu jamaa akajiambia, okay, kai chambi kuna kitu, acha nichukue fimbo nione. Jamaa kusikia fimbo, akapasua jambi pap, akaingia kwenye shamba la mahindi. Jamaa kuona ndio yule, akaingia upande huko. Na unajua marafiki, they are friends living in the same house. Huyu anapaswa upande huu, anataka uliwe. Huyu anapaswa upande huu. Jambi ilikuwa na shida gani? Iko na mtu ndani upande huu. Wakakutana mlangoni mwa nyumba shirika yao. Kila mtu anapumua. Ndio leo tuachane na dhambi. Leo nimeshikwa. Huyu anasema bado. Waje nilikuwa. Waje nilikuwa sorry. Wanasema yangu ni tamu. Baba yule akasema okay sema. Yule akasema my friend, leo tumepatikana dhambini. Tuachane kabisa. Nini mbaya? Unajua karibu niuliwe. Wapi? Leo nimebebwa ndani ya chafu. Ati nini? Na nimebeba mtu dhambi. Ilikuwa sisi. Wakaanza kuongea, wakaanza kukumbatiana. Wakaanza kukumbe ilikuwa sisi my friend. Wakaacha dhambi waliokuwa nazo. Your sin will find you. Let me tell you. Dhambi hiyo unayoifanya itakupata. And it will solve itself by itself. Dhambi itasolve dhambi. Kama kuna mtu unafanya na yeye, huyo jamaa mtakuwa solved na huyo jamaa na dhambi peke yenu. Ibilisi amezoea kwamba kila mara anatoa kwenye dhambi. Na akishatoa kwenye dhambi anakuja drive, anatuweka on top of hills ili watu waone ubaya wetu. Lakini furaha ya siku ya leo ni kwamba wale wote ambao wataletwa kwa Kristo kama watenda dhambi, Kristo ataandika dhambi yao juu ya mchanga na dhambi zao sitasamehewa. Sitakaposamehewa, utasikia habari kwa Kristo itasema, toto wangu, enenda usitende dhambi tena. Na hivyo atakaposema hivyo, Christ ataondoa jiwe maishani mwako, jiwe la shida, jiwe la dhambi, jiwe ya kitu ambacho kimekufanya usikue mtoto mkamilifu ndani ya Mungu. Kuna kitu imekuwa ikikusumbua, unahitaji kumfanyia kazi Mungu, lakini unasema sasa nitakujaje kanisani nibatizwe na bado niko na hii, bado nasema uongo, bado nafuta sigara, bado niko hii. Umekwama nyumbani, umekwama katika kazi hii, utaki kujitoa kwa Mungu kwa maana bado uko na hiyo. Anasema kuja nayo, nitaondoa jiwe hilo. Na wewe kijana, wewe mzee, wewe mama, wewe mtoto uliyekufa dhambini, I will roll the stone and you will rise and you will come to me. Nani siku ya leo anakwaya mkija kwa ajili ya wimbo wa ajabu? Nani siku ya leo anasema Kristo, I've been battling with self and sin in my life. I want to thank those who are ready for baptism. And I still believe there is still room for one today to be baptized. Kuna jamaa leo atajitoa kwa ajili ya ubatizo. Jamaa huyu anasema, Mungu wangu niondolee jiwe. Jiwe hili limekuwa ngumu sana. Limenifanya nikanuka. Siku 4 nimenuka kaburini. Siku 4 nimenuka kaburini. Yesu niondolee jiwe. Umenuka dhambini. Umenuka katika uzinzi. Umenuka katika lesbianism. Umenuka katika kutotoa zaka na sadaka. Umenuka katika kutotimiza agano uliofanya na Mungu juu ya shukrani. Umenuka juu ya pombe. Umenuka juu ya mambo mengi, shida ya familia. And today you are saying, Mungu, sitaki siku ile siishe. Nataka uniondolee jiwe. Roll my stone, oh God, that I may come to you. That I may go and sin no more. Nataka nikukaribishe. Wale watakao batizwa msije wakati huu. I want someone who is special. Siku ya leo anasema, yes, I have heard you. God, I have heard you. Mungu, nimekusikia leo. Nimekusikia. And I want to come. Licha ya kwamba watu watanileta na mawe kunipiga, Kristo, utaandika dhambi zangu kwenye mchanga juu. Ili bahari, ili upepo utakapofuma, ifute dhambi zangu. Ngone mwego unot. Karibu wanakwaya.
utaweza kuona ufalme. Na usipobatizwa kwa maji mengi kama Yesu alivyobatizwa, basi wamkana Mwokozi, njia, kweli na uzima. Amini, amini, nataka niukaribishe yule unayehitaji ubatizwe leo. Wengi wamejitoa tayari, wengi wamejitoa. We are looking for one special man or woman today, or youth. Anataka asamisho ndani ya maji. Ubatizo ni kufa na kufufuka naye Yesu. Kwa imani ya kale yamepita, ni mwanzo mpya kwamba ubatizo moja, Mungu mmoja, imani moja. Amini, Mungu batizwe ndugu. Wale wanajitoa leo kwa Yesu. Come to where I am. Kuja mbele mahali nipo. Wale wanasema Kristo, sikuwa nimeamua. Sio wale walikwisha amua tayari. Wale wanaamua leo kwamba Mungu, nimesikia sauti yako, nataka ufute dhambi zangu katika ubatizo. Kuja nikukaribishe. Kuja nikukaribishe. Kuja nikukaribishe. Imani moja. Amini, Mungu batizwe ndugu. Tunashukuru ukifanya uamuzi huo. Ukifanya uamuzi huo, ningependa kuwakaribisha wale wote ambao waliitikia wito kuanzia siku ya Jumatano hadi jana. Wale ambao tayari wametayarishwa kwa ajili ya ubatizo, karibu sehemu hii. Mungu atawabariki wakati tutakapoenda kuomba. Wale wote ambao walichukua uamuzi wao siku 3, 2 ama jana, karibu mbele hapa tupate kuomba. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Karibuni. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi ingia. Hivyo yapasa ubatizwe. Wale wanaobatizwa tafadhali kujeni haraka. Asante. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa. Mungu awabariki sana mnapokuja. Asante sana. Wale wote wanaobatizwa, karibuni mbele hapa. Amen. Nashukuru sana kwa wale wote watakaofanya uamuzi huu siku ya leo. Waliokwisha fanya uamuzi, Mungu awabariki. Mungu awajaze, awafariji. Because today He is rolling your stone. He is rolling your stone. Thank you so much. God is rolling your stone. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Asante sana. Thank you so much. Ni ubatizo wa kweli, na Yesu kielelezo, fuatana yote remka kwa maji mengi. Ubatizo ni kufa na kufufuka naye Yesu. Kwa imani ya kale yamepita, ni mwanzo mpya kwamba ubatizo moja. Nashukuru sana wale ambao wamejitoa. Ni ubatizo wa kweli, na Yesu kielelezo, fuatana yote remka kwa maji mengi. Ubatizo ni kufa na kufufuka naye Yesu. Kwa imani ya kale yamepita,
Tunashukuru waimbaji kwa wimbo huo. Kwa muda wa dakika moja, kuna mtu asiyetaka kubatizwa. Umebatizwa tayari, lakini umeona kuna mambo unahitaji katika familia yako Mungu ayabingirishe. Unasema, God, kuna shida nimekuwa nayo katika familia, na jinsi ulivyomfanyia Martha na Mary, Mungu, maombi yangu siku ya leo ni kwamba ubingirishe jiwe ambayo imekuwa ikikaa kwenye nyumba yangu. Bingirisha jiwe imekuwa kwa mume wangu, bingirisha jiwe imekuwa kwa mke wangu, imekuwa kwa wazazi wangu, kwa watoto wangu. Tafadhali njoo hapa ili tupate kukuweka mikononi mwa Mungu. Tumuite Kristo aje kwenye familia yako apate kubingirisha jiwe hilo. Huenda hatutasema ni gani, but utakapokuja Kristo mwenyewe aliye juu atajua, oh, my son and daughter has this problem, and he will solve it. It may take time, it may take 4 days, but he will come. Asante, Mungu awabariki. Wale wote wanahitaji jiwe ibingirishwe, wanasema, Yesu, I've always been not straight. Siku ya leo nisamehe dhambi zangu. Mungu awabariki na Mungu awajaze. Tunaweza pata wimbo mwingine ikiwezekana. Asante, Mungu awabariki. Asante. Karibuni, Mungu awabariki. Pasipo kifo, pasipo magonjwa na shida, huzuni zitatoweka, machozi yote yatafutwa. Asante wanakwaya. Wale wote wanatamani kwenda mbinguni, Kristo abingirishe jiwe maishani. Shida itokee, itoweke. Pasipo magonjwa na shida, huzuni zitatoweka, machozi yatafutwa, ya dunia tutasahau. Mbinguni natamani tu, makao ya wateule, tutatembea taratibu. Jijini Yerusalemu tutapaa juu, juu mawinguni, tutaimba wimbo wa msana Bwana kondoo. Hawa ni wale watapaa. Na kama kuna mtu anahitaji abatizwe, kuja upande huu. Unataka ujitoe kwa Mungu tena katika hali ya ubatizo, kuja upande huu. Wale wa kubatizwa upande huu. Wale wanahitaji shida zao zibingirishwe na Mungu upande huu. Tunashukuru sana. Mungu awabariki mnaokuja. Kama unahitaji ubatizo wa pekee, please come to this side. Mbinguni hapana kifo, mateso yatakoma. Mbinguni ni raha, furaha isiyo na kifani. Wateule watatawala naye milele, wataishi, watasahau mateso ya dunia, watasahau mateso ya dunia. Mbinguni hapana kifo, mateso yatakoma. Mbinguni ni raha, furaha isiyo na kifani. Wateule watatawala naye milele, wataishi, watasahau mateso ya dunia, watasahau mateso ya dunia. Mbinguni natamani juu, makao ya wateule, tutatembea taratibu. Jijini Yerusalemu tutapaa juu,
mbinguni, tutapaa juu, juu mawinguni, tutaimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, wimbo wa washindi. Baba wetu uliye mbinguni, uliyetukuka, kwanza na kushukuru kwa maana dhambi zangu na dhambi za familia yangu ulipata kusamehe. Sababu ya mimi na mke wangu kuwa katika makambi haya ni kwa ajili ya neema na si kitu kizuri ambazo tuliifanya. Tunakushukuru Bwana kwa maana wenye dhambi walipotuleta kwako, uliandika dhambi zetu kwenye mchanga wa bahari, kwenye mchanga wa dunia hii. Kila mara wakati upepo utavuma, tunashukuru Bwana kwa maana dhambi zetu zinafutika. Siku ya leo wana wako wamefika machoni pako wakisema, Bwana, usiandike dhambi zetu jinsi ulivyoandika amri ulipokutumia kidole chako wakati wa Musa. Wakati huu wa pili, Bwana Yesu, ulipoandika tena, ulitumia kidole hicho ulichokitumia wakati ule wa Musa. Miaka kama 1400 baadaye ukaandika tena, lakini wakati huu ukaandika kwenye mchanga. Kumaanisha ulikuwa unasema hakika dhambi ya wale wote watakaofika kwenye mkono miguuni pako hakika yatasamehewa. Kama watakuja wao wenyewe wakiomba msamaha, utawasamehe. Kama wataletwa na watu wakatili wanaoinua mawe kwa ajili ya wana wako, utawasamehe pia. Utawasamehe wanaoletwa, na hata wale watakuja na mawe kwa kutupiga, hata nao utakapoandika chini na mkono wako, wataona dhambi zao, wataondoka na wataokolewa tena. Bwana, wana wako wamefika, wanasema, Yesu, we have families, we have children, we have parents. We want that in the problems that we are sharing, that you may roll our stone. Wamekuwa wakinuka dhambini, na kila mara watu wao wanasema Kristo amenuka, Kristo afai tena, amenuka. But you have come into our life today, na unasema roll the stone, bingirisha jiwe, kwa maana anayelala ndani ya dhambi ni mtoto wangu. Bingirisha jiwe, wako waongo wengi kwenye kaburi hili, unatoka kuwatoa. Bingirisha jiwe, kuna wazinzi wengi unataka kuwatoa. Bingirisha jiwe, kuna wengi wasiotenda kulingana na mapenzi yako. Siku ya leo Bwana, bingirisha jiwe, mawe ya watu hawa ambao wamefika madhabahuni pako. You know there are problems, each one. Kuna wale hawajafika machoni pako, they are within, na wanasema Bwana uwasamehe pia. Tunakushukuru kwa wale ambao wameamua wapatizwe siku ya leo. Washike kwa mkono wako wa kuume, ili watembee na wewe kila mara, ili kwa ile ambayo ilikuwa imewafanya waanguke dhambini, Bwana wawe imara tena. Utukutanishe tena na wanakwaya hawa pamoja na wahubiri wote ambao tulikuwa katika mkutano huu. Bwana, utusamehe dhambi zetu, ili kila mara tunapokuimbia, kila mara tunapoita watu wako kwa njia ya nyimbo, wito wa wimbo, wito wa mahubiri, Bwana, tusisahaulike katika ufalme wako. Utusamehe wakati huu ukituandaa kwa ufalme wako, katika Kristo Yesu aliye mkombozi wetu. Amen.